Karibu katika The People's Bench. Tunawajieni moja kwa moja kutoka hoteli ya Game Suites hapa Riverside mjini Nairobi. Kama kawaida ni mimi Fred Ogweno nikiwaleteni makala haya ya mahojiano Kenye. Leo hii napata fursa ya kuzungumza naye mmojawapo ya viongozi shupavu tena chipukizi, Bwana Nuru Okanga. Wengine wenye mmekuwa mkiuliza je, yuko wapi na atakuja lini katika The People's Bench. Ndio sasa nimepata fursa tuweze kuzungumza naye. Bibi Bwana Nuru. Niko poa. Karibu sana to The People's Bench. Asante. Yes. Huku kuna baridi sana. Ni mandhari namna yalivyo. Hapa ni kwa wadosi. Yeah. Na inakubalika. Imekubalika. Imekubalika. Venye iko, utaichukua venye iko. Karibu ndugu yangu. Asante. Uonekani bwana. Mimi niko nyumbani Nairobi, so paka to prepare ground. Yeah. Ground inasema namna gani? Ground naona ground iko sawa. Ukiona mahali watu wamekaa watu 20 wanasema yenyewe huyu kijana Okanga tukimpea haka kakiti anaweza tufanyia kazi. Unajua watu wako nyuma yako. So tunashukuru Mungu. 70% wa Kholera Ward wameshaamua Nuru Okanga. Na ukiona 70% imeamua, hiyo ni idadi kubwa ya kura. Kweli. Yeah. Tunakutakia kila laheri katika pilika zako, pilika zako za kampeni na kuombea mema. Naam, tuingie moja kwa moja katika mahojiano haya. Leo hii jioni tunafahamishwa kwamba Mheshimiwa Salasia ameshikwa katika ile mambo ya shika ya Friday. Sijui ni yepi maoni yako? Unajua PK Salasia ni mbunge ambaye amepigiwa kura na zaidi ya watu 10,000 wamemwamini wakampigia kura. Na Mheshimiwa PK Salasia mimi naweza sema pia yeye anatembea akitafuta, kwa sababu tuliona last month akiita press akisema kwamba yeye anataka kungangania president na ni haki yake kikatiba, ni haki yake kutangaza na ni haki yake kutembea. Lakini ile njia wameshika nayo PK Salasia tunajiuliza maswali mingi. Nataka niambie police officer ama wale ma DCI wale wanashika wanasiasa, kwa sababu sisi several time sisi tunashikwa na ma DCI, atashikwa na polisi, kwa sababu pia polisi ni the same tu na DCI. So ile nguvu yenye DCI wametumia kwa Mheshimiwa PK Salasia, bado sisi kama jamii ya Western tunajiuliza maswali. Uwezi piga gari ya mbunge na risasi, na sio risasi moja, kwa sababu mimi naamini ukipiga risasi moja gari press itaisha na itasimama. Lakini kama inafika mahali mnapiga risasi ya gari ya mbunge marisasi 3, hiyo kuna indicator wanaonyesha PK. The same time tumeona Ngondowere aliuliwa kwa njia ya risasi, and the same time wamepiga PK gari yake risasi, kumaanisha kama ingempata sasa tungekuwa tunazungumza story nyingine. Mheshimiwa PK huyu ni mbunge ambaye hata angeandikiwa summon mwambie kuja headquarter DCI wenye wanafanyanga watu wengine, na anaenda wanamweka. Lakini kutumia hiyo nguvu, bado sisi watu wa magharibi tutakaa kwa table na tutaongelesha watu wetu. Inaonekana kama sisi kijana kiongozi mmoja akijitolea kudefend jamii, kuongea mambo ya jamii na kutembea nchi mzima, inaonekana anafanya makosa kubwa. Sisi tuendenge tu tukishika makoti za watu. So hiyo kushikwa kwa Mheshimiwa PK, kumshika sio mbaya. Kikatiba iko sawa. Kama hako na makosa ashikwe. But mimi sioni makosa ya Mheshimiwa PK Salasia. Sioni hata kidogo. Wanasema kwamba amechapisha taarifa ambazo zinaonekana kama za uchochezi. Uchochezi gani? Kwani Mheshimiwa PK Salasia ndio mtu wa kwanza kuchapisha taarifa mbaya? Juzi tumeona Mheshimiwa Rigathi Gachagua hapa Githurai 45. Alisema nini? Matamshi yake peke yake. Hii ni taarifa amechapisha, lakini matamshi ya Rigathi Gachagua akiwa Githurai 45. Hiyo matamshi saa hii Rigathi Gachagua angekuwa ndani. Yeye ndiye nafaa shikwe. Sababu yeye alisema Ruto ni muuaji, Ruto ni mwizi. Hiyo matamshi mbili peke yake imetosha kuweka mtu seli. Kwa sababu
huyu ni sitting president. Ameambiwa yeye ni muuaji. Tunataka Gachagua awekwe ndani, aulizwe hii mambo ya mauaji alimaanisha nini? Kwa sababu hiyo clip haijabaki hapa Kenya peke yake. Imeenda viral Tanzania na nchi za nje, na hata Trump, hata kama hajui Kizungu au viongozi siku hizi, kuna wale wanakaa karibu na wao wanajua Kiswahili, wanakalimani kuonyesha kwamba president wa Kenya ni muuaji. Na hiyo ni matamshi ambayo imetoka kwa Rigathi Gachagua ambaye anataka uongozi wa hii nchi. Naam, nakusikiza. Salasia pengine ni mtu mdogo sana, lakini tumeona tangu aanze kampeni zake kidogo imetia vigogo vya wa serikali tumbo joto. Iweje mtu mdogo kama huyu ameanza kuangaisha Rais Uhuru William Ruto? Ile shida iko kwa hao viongozi, wanasema ya kwamba Salasia kuna mtu anamfund. Mimi swali yangu ni moja. Morara ametembea hii Kenya. Mbona hukushika Morara? Morara alikuwa anatembea akikosoa mpaka project za government na Kenya mzima inajua, na Morara alikuwa anafandiwa na watu kutoka nje. You never know kama PK Salasia yako na watu kutoka majenzi wale wanakaa nje wameona huyu kijana, wacha wamfund atembee. Kwa nini wanaingia tumbo joto mpaka inafika mahali wanapiga gari yake risasi, anawekwa ndani? Mbunge mzima anapigwa gari, linapigwa risasi, anawekwa ndani. Morara ametembea mara mingi, hatujaona akishika Morara. Na Morara alikuwa anaenda paka kwa site za William Samoei Ruto, zile project ambazo alianzisha. Kumaanisha sisi Waluya ni wajinga sana. Lakini nyinyi Waluya mnasumbua serikali kwa sababu gani? Mudavadi akona cheo kubwa serikalini. Wetangula ndiye speaker wa bunge. Amuoni kwamba licha ya kwamba mmepewa nyadhifa muhimu serikalini, tena mnarudi kusumbua rais? Lazima deal na nyinyi proper. Sisi kama Waluya, mimi kama Nuru Okanga, sikuli kwa Musalia Mudavadi, sikuli kwa Wetangula. Wetangula akipata anapelekea bibi yake na watoto wake. Mudavadi akipata the same time anapelekea bibi yake na watoto wake na makazini na mashemeji mahali ameoa. Niambie wakati Mudavadi na Wetangula walikaa kwa meza wakakubaliana 30% kwa hii serikali, niambie yule CS mwenye Mudavadi ameweka kazi in Western region ama in Western, tukisema region imeshika paka Nyanza, Western kaunti 5 ama 4, niambie waziri yule anajivunia kutoka kwa mikono ya Mudavadi ama ya Wetangula ni nani? Mudavadi ni mkubwa wa mawaziri. Yeye ndiye anakontroli mawaziri kwa meza. Mawaziri wakikaa, ni nani yeye anajivunia ameweka kwa table? The same Mudavadi huyo mwenye unaoniambia tu kwa sababu Waluya tuko kwa serikali, Mudavadi na Wetangula. In Western region tuko na shida. Western tuko na shida. Industries zimefungwa, haziko. Hakuna kampuni leo hii ambayo iko Western inaweza andika vijana 3,000. Mumias ndio hii imefungwa. Wewe ni kiongozi wa aina gani huwezi ongea mambo ya watu wako? Lakini rais ndio huyo amejaribu kuleta wawekezaji wa kibinafsi. Wawekezaji gani? Huyu Rai mwenye wamepea ile kampuni inaitwa Nzoia. Rai mwenye wamepea Nzoia ndiye alipewa Webuye Pan Paper ikiwa na watu 15,000. Wale walikuwa wanafanya kwa hiyo kazi, kwa hiyo kampuni kazi. Leo hiyo Webuye Pan Paper inafanya. The same Rai unapea tena nini Nzoia. Hiyo Nzoia kuna mpaka watu walifanya kazi ndani wajalipwa pension. Wajailipwa mpaka leo hii, hata wafanyakazi wajalipwa. Umebeba umepea Rai. So unamaliza industry za Western. Na hesabu ya Rai ni moja tu, akona kampuni yake ili inaitwa Rai akona kampuni moja hapa Kenya ambaye anataka kumaliza hizi, ndio ile yake ikibaki aweke tani venye anataka. Uwezi tuambia ati wewe ni kiongozi kutoka eneo fulani na hata mkipeana kampuni lazima muende ground mchukue maoni ya wananchi. Mbona Madividi amenyamaza na ndiye kiongozi? Madividi akikula ameshiba niko sawa. Madividi, fuatilia historia ya Madividi, yeye amezoea kupewa. Hata wakati baba yake alikufa, Moi alimuita akaingia kwa government. Aliitwa akiwa kwa university. I think alikuwa na 22 years, akaingia kwa government. Mpaka leo hii amezoea kupewa. Ukiangalia hapo nyuma historia ya Madividi ilikuwa Madividi angekuwa ameshaikuwa president wa hii nchi na amekaa nyumbani, lakini aliogopa kwa sababu amezoea kupe uongozi. Hakuna uongozi wa kupewa.
Hata Raila Odinga hakupewa Nyanza. Aling'ang'ana kama baba yake yako na akapenya. Pengine anategea kwamba atakapostaafu rais atakuwa na miaka ngapi? Atakuwa na miaka ngapi? Ma-DVD sa yako na ngapi, na hiyo time atakuwa na ngapi? Unajaribu kusema kwamba uongozi ama uwepo wa ma-DVD na Wetangula serikalini hakuja wasaidia? Hakuna kitu yoyote ma-DVD na Wetangula in Western wamesaidia. Hakuna hata 10%. Hakuna. Mtu asikudanganye. Mimi naendanga nyumbani kila wakati. Watu wanalia kule nyumbani. Zile shida ziko nyumbani ni kubwa. Kama sasa kuna kaunti iko na shida, Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma, kuna shida kubwa sana. Na shida hizo hazijaanza na ma-DVD, zimekuwa tangu jadi. Hizo shida ma-DVD ndio wameleta kwa sababu wamekatalia kwa uongozi na wasaidii mwananchi wa kawaida. Wamekuwa kwa serikali for long time. Ma-DVD amekuwa hapo. Wetangula amekuwa hapo. Ni nini ukiuliza ma-DVD, kampuni ngapi umeweka Vihiga ili inasaidia mwananchi wa kawaida? Hakuna. Ukiuliza Wetangula, ni nini umefanyia Bungoma, watu wa Bungoma? Hakuna. Mimi nataka nikuashue, huyu ndugu ya Wetangula Timu Wanyonyi ni mtu ambaye ameinvest zile hoteli kubwa kubwa ziko Bungoma, zile kubwa. Wadozi wanakuja wanalala. Ni Timu Wanyonyi. Na Timu Wanyonyi ni mbunge wa hapa. Wetangula amekuwa senator wa Bungoma County. Hata boma yake kufenzi. Amefenzi wakati amekuwa speaker. Kupiga fenzi ukuta. Investor wale ukienda Bungoma uone ukutani na hoteli kubwa ni ya Timu Wanyonyi. Ameinvest kule kwa sababu kuinvest kule nyumbani ni kuonyesha kwamba kijana atapata ajira hapa kwa hiyo hoteli. Wetangula hakuna kitu amesaidia watu wa Bungoma, ni kuimba tu Babu wa Roma. Kuonekana kwa matanga, kazi yake ni kupanga gunzi wapige watu, mwanasiasa fulani asiongee, mwanasiasa fulani asiingie. Kwa sababu yeye anajua ground ni mbaya na anatumia Waluya vibaya. Unasema hivyo, na Wetangula kuna tetesi kwamba anajitayarisha kugombea urais, kwamba urais ya nani? Anataka kuwa kiongozi wa Kenya. Urais ya nyumba yake. Wetangula ana control kaunti moja peke yake, Bungoma. Na hata sasa imemlemea. Yoje natembea na mkimbiza kama Sufaru. Wetangula ana control the only Bungoma peke yake. Bungoma tu. Na si watu wote Bungoma. Kuna wale ukikaa nao kwa tebo anakuambia huyo mtu ametuumiza. Juzi nimekuwa Bungoma. Wanatuambia Wetangula ametuumiza kabisa. Hatutaki mambo yake. Watu wakiwa hapa mukiona Wetangula yako Bungoma amesimama juu ya gari. Ni pesa inakuanga inaongea. Amefanyanga mobilization kwanza ya pesa ndio aingie huko. Sijui kama hii ni hali ambayo iko Kenya mzima, manake tumeona hivi majuzi alipoaga kwa mtutu wa bunduki mbunge wa Kasipul, Wakenya haswa Gen Zs walijitokeza mtandaoni wakijaribu ile hali ambayo tunasema kusherekea kifo chake. Je, inamaanisha nini? Pale ambapo viongozi wanakufa na vijana mnajitokeza kusherekea, hamna adabu. Unajua wa viongozi, my friend, kuna wakati wana mesi. Na mahali wana mesi, mimi natambua viongozi wachache sana hapa Kenya wale wanakula na vijana. Mahali wana mesi wakishapata uongozi, wanaona hao ndio wako kwa power. Na anaweza fanya chenye anataka. Huwezi muambia kitu. Ukimwambia aulali kwa nyumba. So ukiona watu hata wakasipuli walisherekea, kuna maanisha kulikuwa na kasoro kwa hiyo constituency. Na kulikuwa na shida. Na kiongozi mzuri ni ule unajua umechaguliwa, rudi nyuma ukule na vijana. Usiwe tu kiongozi ambao unatumia vijana vibaya. Ukionekana ground, hiyo siku kuna vijana wanapigwa na kuna wale wanaweka unga kwa nyumba. Yaani unanunua kijana enda upige fulani kwa matanga. Na hii tabia iko Nyanza na Western. Hii tabia imezidi Nyanza na Mount Kenya. Huwezi ona hii ujinga. Mount Kenya na Ukambani huwezi ona hii ujinga. Hii ujinga iko Nyanza na Western. Kwa nini? Kwa sababu vijana wengi hawana ajira, wako desperate. Na kijana akishaona 100 na umeambia kijana kimbizo ukanga, atakuja kunikimbiza kwa sababu amepata 200 ya kuweka chakula kwa meza. So viongozi wetu wanatumia vijana vibaya.
Na pia viongozi wanaweka mabodyguard wale wanawalinda vibaya. Mimi nimetembea na hao viongozi. Unakuta bodyguard amekaa kule. Yeye anakula hapa minofu. Bodyguard amekaa kule kwa kona na chai ya strungi. Ala. Na huyu ndio mtu analinda maisha yako. Huyu ndio mtu analinda maisha yako. Unaona kama Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana trust mabodyguard wake sana. Kwa sababu anawalinda mzuri. Hakuna siku utaingia kwa mkutano na Raila Odinga hata akiwa kwa hoteli. Bodyguard wake ako mbali huko. Na yeye akaapa kwa meza. Bodyguard kwanza ndiye anaonja chakula. Nao wengine mko kwa meza. Lakini hao wengine wakishaingia kwa mahoteli wanaita hao wasichana na kuanga kwa hoteli. Sasa bodyguard anakaa huko. Yeye sasa anakaa hapa na tusichana. Ameweka miguu juu ya wasichana. Na ujui yule bodyguard anafikiria nini? Yeye ndiye anakulinda, anakupeleka paka kwa nyumba. Kesho asubuhi amefika na wanapelekwa mbio kama gari ya miraa. Akichelewa kufungua mlango ni shida. So lazima pia hao viongozi wajue kutreat wale watu wanawalinda. Mtu mwenye anakuwekea cover, mwenye anaweza kukutoa mahali kuna hatari, lazima pia na wewe umcontrol, akae kifinance, akuwe na pesa kwa mfuko. Nakuelewa. Pia yeye ajihisi analinda mheshimiwa. Kuna bodyguard mmoja aliniambia, bwana Okango, najua mimi naweza enda mahali ya mheshimiwa apatiane karibu 300,000 na mimi hata sina 200 kwa mfuko. Huyo mtu ukisikia mahali wanapanga deal na upewa hata 1,100, utaacha huyo mtu asurvive? Kama anaweza enda agawe 300 na wewe kwa mfuko, hata kwa nyumba yako lunch bibi amekula sukuma, hata watoto za zingine wamefukuzwa kwa shule, hata anakuambia amekuandika kwa mshahara. Hata serikali imeandika watu na wanapata marupurupu. Sasa mbona usipe bodyguard marupurupu pia yeye ajisikie amelinda mwishi? Kuna waheshimiwa wengine ni jina tu, ni pure kasia. Mali ngumu. Mimi kuna watu natambua sio waheshimiwa, nikikutana na wao hivi. Wale wananijua kwa social media, nikutane na yeye hivi one on one, 20 imelala kwa simu. Wataje? 20 imelala, siwezi tajwa, watafuatwa. Serikali ya sasa ni noma. Wanakupa kitu. Serikali ya sasa utaje mwenye anakusupport, anaendewa. Ala. Hii inamaanisha kwamba umeingia uoga kidogo because uoga gani? Mimi ulikuwa unaongea hivi majuzi bwana, unasema venye iko bwana. Mimi sijaingia uoga, najaribu kumaintain wale ambao wananisaidia. Kwa sababu hao watu ndio wanachangia mtoto na baia kalamu nyumbani. Nikimtaja kwa kamera, kesho atakuja aniambie sasa urafiki yangu mimi na wewe imeisha. Mambo mengine tunaweza ongea, lakini kwa wale ambao wananipatia finance kidogo 200, 300, 400, 500, 1500, wache kuwe tu nje ya kamera. Kabla tusonge kwa jambo lingine, hebu niambie siasa za magharibi zaelekea wapi? Chama ni gani? Ni kama Waluya hamna mbele wala nyuma. Hii mambo inasemekana Luya unity haijawahi kuja bwana. Mimi nataka niambie watu wetu wa Western. Tuko na farasi moja ambayo kule Western inaitwa George Natembea. Ambayo tunaamini kwa kuleta msusumuko mpya kule Western. Na George Natembea kila mahali ukienda, George Natembea amekuwa kama Matiang'i Kisii. Hasa wa Kisii wote. Zingine watu wanapiga porojo kwa social media wanasema Wakisii wako na kura 2, Wakisii sijui ni watu 8, but hizo kura 8 zikikuja kwa kikapu moja ni za maana sana kuliko kura 10,000 na zinakuwa divided. So George Natembea make sure in Western, kuanzia Kakamega, Busia, Vihiga, Bungoma na Trans Nzoia yenyewe tutakuja kuwa intact. Hiyo ndio mimi najua. So mambo ya chama bado hatuna chama yenye iko strong. Ile chama ambayo inaweza sema ambayo iko kwa ground, party leader yuko serious. Unajua mimi napendanga kuambia mtu ukweli. Eugene Wamalwa isiajoka. Ala. Eugene Wamalwa isiajoka. Kwa nini? Mimi ukitaka kuwa kinara lazima uonyeshe wananchi wewe unataka kinara. Kinara. My friend, siasa si pasta.
Hata Ng'ang'a unaona anachafua watu kwa kanisa wakileta ujinga ya kulalalala kwa kanisa. Piga kofi watoke. Kukua kingpin si mchezo. Raila Odinga kama angekuwa kichwa ngumu, angekuwa kingpin wa Luo. The same Gachagua. Kichwa ngumu. Eugene Wamalwa is a joker, a big joker. Unataka afanye nini? Eugene Wamalwa, mimi mwenyewe nimeambia Eugene Wamalwa several time tutengeneze DAP Western. Ikue. Tufungue maofisi. Yeye kazi yake usema sawa. 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 Na inaisha hivyo. Umemtaja aliyekuwa waziri Matiang'i na amekuja amezua tumbo joto na ni kama Wakisii wote wanaamini kwamba Matiang'i atakuwa rais. Hawataki kuelewa mambo. Sasa Wakisii ndio wako na msimamo. Wamesema hata kama hao ni watu wanani wanakufa na mtu wao mpaka kwa kamba. Tuende kwa mbio, mwanaume ukishachomoka mbio. Tuende, usiangalie nyuma. Na wameona umati kidogo tu hivi bwana. Hawajaona umati Kisumu, hawajaona umati Nyeri, wachana na mambo ya umati ya Nyeri na Kisumu na wapi. Na Nairobi Jogo anawika kwao. Akishatoka kwao, akitoka nje pia afanye mambo yake. Matiang'i alisema nitaenda kutafuta hii kitu na mkono wa kushoto, tuchukue na mkono wa kulia. So Matiang'i yeye amejiamini. Na ni kitu mzuri. Saa hii unajua Matiang'i ameleta tumbo joto hata kwa Kalonzo Musyoka. Aongei. Hakuna kitu mzuri kama unaenda kwa meza ukiwa na nyuma watu backup. Hata kama ni watu 10 wako nyuma yako anasema ni Matiang'i. Ni Matiang'i. Hata kama Wakisii ni watu 10. Mimi nimependa Wakisii sana. Wako na unity. Wameamua ni Matiang'i. Na pia sisi kule Western tumeamua ninatembea. Sasa hawa watu wawili wakifunga nati, tutaona hapo mbele venye kutakuwa. Lakini uoni kwamba kuna tetesi kwamba Matiang'i alikuwa muoga, manake pindi tu baada ya uchaguzi mkuu uliopita jamaa alitorokea alienda kazi ya kutoroka. Si Matiang'i ako kazi. Matiang'i hajatoroka Kenya. Matiang'i ako kazi. Na tunaelewa na alisema anarudi kazi na alirudi kazi. So hii poroja ya watu kusema alikimbia, mimi sijui imetoka wapi. Ile kitu mimi naelewa, Matiang'i yako kazi kwa World Bank kule UK. Sasa sijui mambo ya watu wanasema amekimbia, sijui ni muoga, imetoka wapi. Nuru, ulikuwa katika mstari wa mbele kutetea haki za kibinadamu, aswa wakati ambapo alikuwa rais Uhuru Kenyatta, alikuwa rais. Na tuliona mambo ambayo Matiang'i alifanya humu nchini. Kuna mauaji ya kiolela ambayo yalitekelezwa wakati wake. Iweje sasa hivi unamsifu tena? Hao watu wote. Matiang'i wanasema aliua. Kwani wakati wa Kindiki kuja kuwa na Kware? Ala. Wakati wa Kindiki akiwa interior. Kuja kuwa na Kware watu wametupwa hapo, mili inakuwa juu ya maji. Wale vijana walipigwa Githurai 45. Walipigwa tena wakati wa Matiang'i. Kondele wale walitolewa paka maandamano imeisha. Wanatolewa kwa nyumba, wanapigwa marisasi wakiwekwa hapo. Imekuwa wakati wa Matiang'i tena. Kwa hivyo nyani ni zile. Miti ndio inaweza badilika. Hii itwe cypress, hii itwe avocado, hii itwe sijui gani, hii ndimu, hii machungwa. Watu ni the same. Ile dhambi Matiang'i ako nayo ndio Kindiki ako nayo. Ile dhambi Uhuru ako nayo ndio Ruto anaweza kuwa nayo. Watu si wazuri wote. Na iweje sasa watu wanasema kwamba Ruto must go, ili hali Uhuru alipewa fursa akamaliza hatamu yake ya uongozi? Mbona nyinyi watu msimpatie Ruto pia fursa apige miaka 10? Sasa unajua inategemea wakati Uhuru alikuwa na rani inji ilikuwa wapi. Unajua saa hii ukikutana na bodaboda na kuambia wakati wa Uhuru kufikia saa 8 saa 9 alikuanga na 2,000. Anaelekea 3,000 kwa mfuko. Saa hii wakati wa Ruto kufika saa 8 ako na 300. Na pengine pikipiki ni ya loan, analipa 600. Niambie utafikisha saa ngapi ya loan ya nyumba, kukula na rent pia kulipa hiyo nyumba. Hakuna pesa mfukoni. Hakuna pesa mfukoni. Hata hawa polisi ni kujifanya tu anajifanya.
Hadi wale wa Freemason pia wanasema wana pesa. Haya sasa ile kitu mimi na Kongole Ruto ni moja tu. Na nataka nikutane naye pia nimsalimie. Ni kuhakikisha Freemason nyumba zao zimefungwa. Hatutaki Freemason hii Kenya. Yani Ruto amefuliza mpaka shetani. Huyo ni mwanaume. Kufuriza mpaka shetani. Kuna pesa. Unajifanya uko na pesa, ngoja nikuwe president. Hiyo sasa ndio sisi tumefurahia Ruto kufuriza shetani. Freemason hawana. Freemason sasa wamemalizwa, wamekatwa mizizi, hawana kitu. So mimi na support hiyo. Wafuriziwe kabisa. Hatutaki Freemason katika hii nchi. Iende kiendangi, isonge Amerika mbele kuzuru nyuma kubaya. Asante. Kwa sababu ya muda tukizidi kusonga mbele na kabla tumalizie, tuguzie swala hili la IEBC, tume ya uchaguzi nchini ambayo inaelekea katika harakati za kuweza kubuniwa, na tumekuwa na tetesi kwamba kumekuwa na karata zile ambazo zimechezwa kule. Kuna wale ambao wanasema kwamba mchakato mzima hukufanywa katika njia uhuru na haki. Yepi maoni yako? Mimi najua Ruto is a very wise man. Na hiyo nakuambianga bila uoga. Ruto ile kitu umefikiria leo. Alifikiria miaka 10 imeisha. Si mtu tu utaendea tu hivi na umuingize box. Ruto anajua ile kitu anafanya. Hata yeye anajua ground ni mbaya kwake. Amemaliza na IEBC. Sasa kadi za Ruto zote ziko kwa IEBC. Na mimi nataka nikueleze ukweli hapa. Na si mambo na uoga. Kama hawa watu viongozi hawa kina Kalonzo nani na nani hawatajipanga watoe candidate mmoja kulingana venye nchi iko, na wenyewe unajua hawa kina Kalonzo hawa ni joka, hawa ni mabwenyenyi. Sisi ndio tunaumia hapa chini. Kalonzo wanakunywa chai pamoja na Ruto, wanasalimiana, wanapigiana masimu. Sisi hapa chini ndio tunaumia. Kama hawatajipanga, mimi nakuambia leo, kama hawa watu hawatajipanga 2027, kama hawatajipanga kwa hiyo coalition yao, wajipange watoe mtu mmoja. Waanze Kalonzo aseme anataka asimame. Pia Mount Kenya isimamishe mtu na kwingine na kwingine. Mimi sasa automatically nitakuwa kampena wa Ruto. Amalize miaka 5 Waluya wachukue kiti tena. Mimi nakuambia ukweli. For free. Nani unaona atamwachia mwingine, manake Kalonzo? Mimi nimekuambia sitaki kujua. Ila kitu mimi nakuambia hiyo coalition yenye inafomiwa na Kashagwa, nimeshakaa chini nikajua Kashagwa ni ubinafsi, anajipenda. Kwa sababu Kashagwa angekuwa anapenda wa Kenya, Mount Kenya kuna Jubilee, angeita ndugu yake Uhuru Kenyatta wakae pamoja, waseme sasa tusukumane na hii Jubilee tuipandishe juu. Lakini badala yeye atengeneze Jubilee kuwe na umaarufu Mount Kenya, ameenda kutengeneza atisikiza wakati Kashagwa alikuwa ndani kwa serikali. Mbona hakuwa anasema hiyo maneno anaongea saa hii? Nimepiga hesabu zangu nikaona watu wanacheza na akili ya mwananchi. Na hiyo mimi Nuru Okanga sitakubali. Ati mtu akishatolewa kwa government amefukuzwa ndiye anaanza kuongea. Hapana, ongea ukiwa ndani. Utafutwa kazi. Futwa, wananchi wajue umefutwa kwa ukweli. Lakini wewe uko ndani unasema huyu mzee kitandawili tutaua. Kesho ndio siku yake ya mwisho. Ukitoka umefukuzwa ndio unaanza kusema sikiza ground. Pale kwa chama ya Kashagwa jana venye walikuwa na lonji, uliona mtu wa chini? Uliona mtu kutoka Kibera? Uliona mtu kutoka Soweto? Uliona mtu nyenye? Wana protect mali zao. Anasema anasikiza ground. Ground gani? Ya matajiri. Ametembea Nyeri. Kutembea sio hoja my brother. Kutembea sio hoja. Hivi unamaanisha kwamba Rigathi Gachagua sio suluhisho? Rigathi Gachagua, mimi nakuambia, akisimama kura Rigathi Gachagua, kesi kitolewa ya Rigathi Gachagua, asimame Rigathi na Ruto, mimi napigia Ruto. Ala. Rigathi ni sumu. Akipewa tu hii inji masaa mangapi?
Kuna watu wanaitisha ndege na wachukua kwa manyumba zao juu waende nje. Huyo sasa ndio sumu mbaya sana. Venye anaongea. Unajua kiongozi the more ana address wananchi, unajua huyu mtu kuna uongozi ndani mwake. Rigathi Gachagua uongozi haiko ndani mwake. Na Rigathi Gachagua Ruto ndiye alifanya tukajua Rigathi Gachagua hako. Mpita mmoja mpaka deputy president. Hakuwa na akili ya Quran. Hakuwa amefiksiwa kwa siasa venye inafanywangu. So mimi nakuashua kama hiyo group yote imekaa chini. Imeamua ati Rigathi Gachagua alisema atakimbiza Ruto kama baiskeli ya kuibiwa. Mimi napigia Ruto kura. Lakini taki lawama. Rigathi Gachagua anasema kwamba anatetea jamii ya Mlima Kenya, kwamba anawatetea kuona kwamba jamii ya Wakikuyu wamepata wao ndani ya serikali. Kwa hivyo akipigiwa kura kama president atakuwa tu ana defend Wakikuyu peke yake. Na Muluya, na Mjaluo, na Mkamba, Muluya mko na Mudavadi, na Mkisii. Wewe ni president. Katiba inasema inafaa ufanye maendeleo kwa kaunti zote 47. So Rigathi Gachagua akiwa kiongozi atakuwa anawakilisha Mount Kenya peke yake. Mount Kenya imekuwa kwa government for 35 years. Hawajatosheka. Bado tu anatunyanyasa tena wasimamishe mtu. Wanasema wao ndio wakiwa uongozini mambo yanaenda gani vizuri. Mwingine akiwa kwa power mambo inaenda mbaya. Wewe ukiwa ndani inakuwa mzuri kwa sababu business yako umefinywa, umeambiwa zile nyumba umejenga ulipie tax every month. Wakati Uhuru amekuwa president hawakuwa wanalipa tax kwa hizo manyumba zao. Zile zimejaa hapa Nairobi. Tumeshajua siri iko huko ndani. Na Uhuru Kenyatta aliwaambia watu wa Mount Kenya. Wakasema Raila ni mzee, aende wapi? Bondo. Wakaweka wacha kijana wafinye. Although pia mimi nafinywa. Sisikii mzuri nafinywa. Hata sijui nitakula aje nafinywa. Lakini Mount Kenya ndio wameleta. Mount Kenya ndio wameleta Ruto. Wanasema hawatarudia makosa kama haya. Hakuna, na wasiporudia sisi tutakasirika turudie. Ala. Hii. Sasa wale watapiga kura ya kukosa kurudia makosa. Na sisi tunapiga ya kurudia makosa. Sasa tunafanya makosa tena ya pili. Au walifanya makosa ya kwanza, sisi tunaweza kasirika tufanye makosa ya pili. Sasa tuende 1-1. Nakuelewa. Tukimalizia, mwenzako Gaucho siku hizi yuatembea na pesa bwana kibunda, naona tu anaachilia kila mtu ako na pesa. Kila mtu ako na pesa kwa sababu ile nakula kwangu sio Gaucho ananipea. Kwa nakula kwangu mawe. Sinanunua chakula. Sinanunua sukari. Sinatumia pesa. Lakini hatujaona ukipeana namna anavyopeana bwana. Mimi wacha nikuambie tabia yangu ni moja. Na Wakenya wanielewe. Mimi siko tayari kupeana pesa kwa kamera kwa PR. Niko tayari kwenda kule nyumbani nibaie mtoto rimu. Nibaie mtoto vitabu. Nilipie mtoto school fees. Kuna watoto huko nyumbani walifanya form 4 certificate zimegwama. Niende nilipe. Mtoto achukue certificate aende nyumbani. Hakuna haja nipangishe watu niwapee 100 ionekane niko na pesa na sina akili. Nikisaidia mtoto kule nyumbani nimlipie certificate achukue iende msaidie mahali. Unajua nimecheza role kubwa sana kwa ground. Na nimefanya kitu kubwa yenye huyo mtoto hata sahau. Hii 100 utanipea nitaenda ninunue sukuma, ninunue unga nikule nisahau. Kesho nikutane na mwingine anipee 200. Nimesahau wa 100 na sifu wa 200. Biashara kama hiyo mimi sifanyangi kwa maisha yangu. Nakuelewa. Mimi nikienda nyumbani naendanga nyumbani nikijua mtoto niko na budget ya watoto 10. Watoto 5 rimu. Watoto 5 vitabu na kalamu. Na hiyo ndio focus yangu. Hii mambo ya PR kuonyeshana wewe unapeana pesa sijui nini, hiyo ni yake, wacha afanye. Kilicho na mwanzo lazima kitakuwa na mwisho. Na mimi na invest. Kando na kupeana hizo vitu lazima pia uinvest. Jua wanasiasa watabaki tu kupea pesa, watachoka. Na kama hujajipanga na umechoka utafanya aje? Uhusiano wako na Gaucho ukoje? Bado unashikilia tetezi zako kwamba Gaucho ni mkora ama vipi? Umebadilisha? Mimi wacha nikuambie. Na mimi naongeanga kama kuna mtu apendi vijana hii Kenya ni Gaucho. Anatumia vijana vibaya. Mbona?
kabisa. Mimi wakati tumekuwa kwa Azimio, kama baba hajaingia kwa government, hatukuwa tunaendanisha na Gaucho. Kwa sababu gani? Gaucho aliona mimi niko juu yake, na Gaucho anataka ukitembea na yeye ukue chini yake. Gaucho alinipangia gundi nikiwa Ukambani kwa rani wanipige, wakakuja kunitoa kwa gari ya PK. PK akamwambia haitawezekana. So mimi naambia wale vijana ambao wanatembea na Gaucho, wale Gaucho anapea 200 anakupea, na tena anakuja kusema venye amekusaidia na kutangaza wewe uko na njaa. Mimi nimeshinda Gaucho kwa sababu Gaucho ni mtu anataka akupee 1000 umsifu kwa kamera kutoka asubuhi mpaka jioni. Hiyo ujinga mimi siko. Mimi ni mtu inafaa ukikutana na mimi unipe 1100. Juu hiyo 1100 nitatoa 50 niweke kwa nyumba, 50 nipeleke kwa udi yangu nibaie watoto vitabu. Na nikupe tena ni nyamaze. Na unipe na unyamaze, si kutangaza. Kuna mwanasiasa anapeana pesa alafu anyamaze. Kuna wale wananyamaza. Wachache Mimi sana. kuna wale wamenipea pesa na hata kuna baadhi ya viongozi kwa hii serikali wale wananipea pesa na waongei, na sisikii mahali wakiongea. Mimi nasaidiwa na watu wengi. Nilikuwa nasahau mwenzangu, samani kwa kukukatisha. Alikupa msaada Mheshimiwa Oscar Sudi. Wewe ukamua kununua kisiagi kama Muluya Elizabeth. Mimi Oscar Sudi ni rafiki yangu, na pesa ukipewa unanunua ile kitu unataka. Mimi nikikupea pesa na uende ununue simu, umefanya makosa. Kwani kisiagi ndio ulikuwa umekosa? Na sasa niliona watu wangu wanateseka kusiaga. Niwawekee hapo kisiagi, at least watakuwa wananikumbuka. Akikuja usiaga sema endeni kwa fulani alileta karibu kisiagi. Hata saa 1, saa hii, saa 3 ukikuja unafungulia kisiagi unasiagiwa. Kuliko kwenda mbali. Hiyo ndio kitu ilikuwa imekosekana kwa ile village nilikuwa nakaa. So unaangalia zile vitu zimekosekana kwa village, ndio unaweka. Isaidie watu hapo. Ndio siku nyingine ukilala wanasema huyu kijana ametusaidia, hata tunasiaga karibu. Haikuwa wewe kusegea unga yako nyumbani. Kwani mimi niko na familia gani? Na mimi mwenyewe nakaa Nairobi, bibi yangu na watoto tuka hapa Nairobi. Ni mama peke yake yako nyumbani. Kwani mama anasiaga unga kiwango gani? Hiyo posho mili nimeweka hapo kwa sababu ya community. Wasiende mbali, wakuje wasiaga hapo. Juu saa zingine mtoto ametoka shule amechoka, mama anamtuma tena aende asiage mwendo mbali. Hao watoto wasichana, mtoto ameenda huko, laini imepangwa, mtoto akirudi usiku pengine amerepiwa. Sasa simefupisha hiyo safari, ndio mtoto arepiwa akuja asiage hapa arudi kwa nyumba. Mimi si mjinga, I'm wise man. Pia aliahidi kwamba angekupa nyumba na pesa taslim. Tuelezee kwamba unajua nyinyi watu wa media mnakuanga na porojo, na nyinyi mnafanya hawa wanasiasa pia mnataka kunitenganisha na wao. Nishapiga hesabu yenu, mnaulizanga hizo makosho, mnakati hizo clip mnamtumia. Ukanga ameongea hivi, tugawie pesa. Mimi Oscar Sudi nimesema ni rafiki yangu. Kuna watu 7 hii Kenya siwezi kosana na wao. 7. Oscar Sudi, Raila Odinga, Kindiki. Alitoa mtoto wangu akiwa hospitali. Pige Salasia alinijengea nyumba. Makarena na wengine. So urafiki ni kitu ya maana kweli, na urafiki inashinda kila kitu. So mimi kama Nuru Okanga niko na marafiki ambao najua wananisaidia na siwezi wadharau. Asante. Mtu kama Babu Wino amesimama na mimi na bado anaendelea kusimama na mimi. Kuna wale viongozi ukiongea mimi navua kofia. Ni viongozi wa msaada kwangu, na kuna wale wa PR. Na hata kando na kuwa wanasiasa, kuna tu wale nimekutana nao huku kando wananisupport. Sababu nafanya kazi mzuri, mimi mwenyewe sina mshahara. Gaucho anasemanga mimi ni beggars. Yes, mimi ni beggars. Kwa sababu mimi sijaandikiwa mshahara kama yeye. Yeye sasa ameandikiwa mshahara ya 80,000. Mimi hakuna mshahara nimeandikiwa. Ameandikiwa na nani? So government sababu anaisupport. So pia mimi nikipata hao watu wako kando wakinisupport ni sawa. Natembeaje kuandikia kitu? Siku moja unatembea na natembea. Mimi mambo ya natembea ni governor na hako na vitu mingi zinafanyika kwa county. Na mimi sitaki kuwa ghost worker. Naam. Mimi nataka nikule kazi
Biblia inasema mahali umefanya ndio unafanya nini? Unakulia. Nakula, kula jasho yako. So mimi Mungu amepanga tu, kuna mtu atakuja tu from nowhere na badilisha maisha yangu at once. Utaniona hapa Kileleshwa nimekaa tu na ninaendesha Mercedes kubwa. Baraka za Mungu zinakuja polepole, usilazimishe. Kweli. Na mimi baba Raila Odinga ananijua mzuri. Na anajua kwa maandamano nilikuwa na kijana yangu ambaye anaitwa Nuru Okanga. Na mimi leo hii bado niko na kesi. Wakati wa maandamano nilishikwa. Baba sio mtoto. Baba ni mtu mzima. Yeye mwenyewe kama ataamua kunipea award, mimi nitashukuru. Na tena kama ataona Okanga ni sawa, acha akae tu hivyo, aongee siasa mpaka dakika ya mwisho, ni sawa, nitashukuru kwa sababu hiyo itakuwa decision yake. Asante. Lakini mimi nashukuru baba Raila Odinga, nikipiga simu huwa anashika, tunaongea. Na anajua baba mwenyewe anajua mimi sio omba. Anasema namna gani kijana? Namna gani kijana? Mwambia mimi niko sawa, nimeamua nikusalimie. Kama hajashika napigia Ogeta. Mwambia mzako mzima. Ukiuliza Ogeta atakwambia mimi nikipigia simu Ogeta. Ukiona napigia Ogeta mwambia niko broke na kuanga broke. Ogeta pia yeye ananielewa, ananitumia yako kitu kidogo. So mimi nashukuru kwa sababu hii uwepo niko nayo. Hii neema natembea nayo ni neema ya Raila Odinga. Ni jina yake. Nilitaja tu Raila Odinga mara moja nikaenda. So mahali ile sana umekulia uwezi kunia ndani. Mimi napenda Raila Odinga na natambua Raila Odinga kama daktari wa siasa kwa hii Kenya. Mnaweza fanya vitu zote, yeye amekaa kwa kona anaangalia tu. Lakini atakuja ku make decision nyingine mpaka watu washtuke. Asante ndugu yangu. Nashukuru, labda neno lako la mwisho hususan kwa vijana ambao wanakusikiza, ambao kidogo hawana mwelekeo, hawajui kwamba kesho itakuwa vipi. Ungependa kuambia nini tukimaliza? Vijana wengi wenye umesema hawana mwelekeo kabisa. Mtu kama Morara, mwizi, kateli. Na kuna mwingine amekuja juzi anaitwa Marco Ure Kasamweli. Ajua inji mkitaka Quran na mnatamani kuwa viongozi wa inji, lazima mkue na stand. Mseme hapa ni hapa. Tumeamua hii direction, tumeamua kutembea na wananchi na tuko na nyinyi. Hata tukishikwe, tufanye nini, tutakuwa na nyinyi. Lakini hawa watu wawili sana Marco Ure siwezi mlaumu sana. Huyu kijana Morara is a big thief in this country. Vipi? Ameiba nini? Morara akumbuke, juzi nimemuona kwa X, aliongelesha wale vijana vibaya sana. Akasema unaniita mwizi, mimi nilikuibia nini? Morara anasema ya kwamba tu wewe mwenyewe uliingia kwa simu yako, ukaweka namba, ukaweka pin, ukanitumia pesa. Kama sio wewe kukuja kwa social media kusema umelemewa na upeane namba yako, huyo mtu angepata namba yako? Na uoni kwamba anatembea anazunguka kila mahali Kenya akijaribu kuelezea zile miradi ambazo hazijatekelezwa na serikali ya William Ruto? So Morara nilisema ni project ya nani? Saa yako wapi? Wewe unauliza swali ama jibu? Haeleweki. Morara ni mtu ambaye alikuwa anatumika kwa sababu Morara alikuwa kwa hiyo government. Na kuna tenda walimunyima. Akaamua Sasa venye alisikia wanamrudishia, saa ameandikiwa pia yeye mshahara ya 250. Na nani? Serikali. Hizi vitu watu wanafanya tu, lakini unajua hapo ndio inafikanga wanauliza uko na evidence. But hata pia mimi kesho ukiniona nikisalimia Ruto usiseme evidence iko wapi. Juu hao viongozi hao vijana wanapima watu wengine ujinga. Morara anasema yeye ni fundi wa mbao tu, ndio anakula nayo. Hizo maworkshop zote, hiyo maworkshop zenye amefungua ni pesa ya Wakenya. Zile walikuwa wanamchangia. Akanunua gari ya sound, akafungua maworkshop. Kwa nini hakufungua hapo nyuma mpaka akanunua nyumba nayo? Lazima tukue na discipline kwa Wakenya. Asante.
Na mimi huwa napenda mtu akinisupport ni appreciate. Kwa sababu huyo mtu amekutumia hiyo pesa ilikuwa na kazi. Si ati haikuwa na kazi. Hiyo pesa ilikuwa na kazi. Lakini kwa sababu ameona wewe unafanya kitu ya maana, amejinyima, amefunga hiyo kitu, afanye siku ingi akupee. Asante. So mimi naambia vijana tukue na stand katika nchi, na pia viongozi wetu wakuwe na stand, watupee direction. Kwa sababu mimi Nuru Okanga after all nitaongea, lakini kama sina pesa na mwingine hako na pesa, pesa ndio inafanya ndio nimekuambia kama hii timu ambao tuko ndani wa kina Eugene nani atembea Kalonzo Karua na whatever wasipotoa, na mimi condition number 1 sitaki kuona Flagibera anatoka Mount Kenya. Number 2 sitaki kuona Rangimeta anatoka Mount Kenya. Flagibera atoke side nyingine, Rangimeta atoke side nyingine. Mount Kenya wakuje tu kupiga block. Lakini wakileta Rangimeta ama walete, wanaweza toa deputy president. Mount Kenya tu wanatarajiwa watoe deputy president. Hiyo kura mimi napigia Ruto automatically, na nimeongea bila uoga. Kwa sababu watu wa Mount Kenya wamekaa kwa government for 35 years. Kenyatta 15. Kibaki 10. Uhuru 10. Hiyo ni 35. Hata pia wawache kabila ingine ifanye nini? Okay, serikalini. Enjoy. Asante. Asante sana kwa kupata fursa ya kutegea ama kusikiza kipindi cha The People's Bench. Nimekuwa wenu Fred Ogweno, na kama kawaida na washukuru, na ningependa kuwakumbusha tu kwamba unaweza kubonyeza hicho kidude ambacho kiko pale katika YouTube yako ili uweze kusubscribe. Amekuwa mgeni wangu Bwana Nuru Okanga, ambaye ni mmojawapo ya wanasiasa shupavu, tena kijana, na tena amekuwa katika bunge la wananchi katika maeneo ya Soweto, katika kitongoji cha Soweto. Hadi wakati mwingine, nimeshukuru na tutakapoonana tena. Vipi ndugu? Thank you very much. Asante sana. Imekuwaje The Bench? Iko sawa. Imekuwa moto. Na iko moto. Asante sana. Sambamba. Nimeshukuru, na tukipata fursa nyingine tena umekaribishwa, tutaendelea kuzungumza. Asante sana. Thank you.